Septon TV pamoja na IPTL Media. Kwa namna pekee ni kualike katika azimisho la sadaka ya misa takatifu ya shukrani WAWATA dekania ya Mtakatifu Thomas More, ambapo kwa namna pekee azimisho la sadaka ya misa takatifu linakujia kutoka hapa katika parokia ya Mtakatifu Gaspari de Buffalo, Mbezi Beach, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Na azimisho la sadaka ya misa takatifu inaongozwa naye Padre Prosper Kesi. Basi nikukaribishe uungane nasi mwanzo mpaka mwisho wa azimisho la sadaka ya misa takatifu. Na kipekee utaona jinsi WAWATA walivyopendeza kweli kweli, wakimshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai. Karibu tuungane kwa pamoja. Naam, mtazamaji mpendwa wa kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Radio Maria Tanzania, sauti ya Kristo nyumbani mwako, Juko Media kiganjani mwako, Septon TV na Mufiripi Media. Endelea kukaa pamoja nasi katika kufuatilia matangazo haya ya moja kwa moja ya adhimisho la misa takatifu, sherehe ya WAWATA kutoka hapa dekania Mtakatifu Thomas More, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Endelea kuwa pamoja nasi mpaka pale mwisho ambapo tutakuaga. Karibu. zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa adhimisho la misa takatifu. Leo kama kina mama WAWATA mnapojiunga pamoja kufanya misa yenu ya shukrani, mshukuru Mungu na kumtukuza,
Mama kanisa leo anafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Athanasi. Huyo alikuwa ni askofu na mwalimu wa kanisa, lakini alikuwa askofu wa Alexandria, Misri kwa muda wa miaka 45. Yeye alizaliwa mwaka 296 na alifariki mwaka 373, lakini akiwa shemasi mdogo alionyesha ujasiri mkubwa sana. Alisimamia tunasema doctrine muhimu sana ambayo tunaishika mpaka leo. Alipambana na uzushi. Kijana alikuwa na Arius, alikuwa anasema Yesu sio Mungu, ni mtu tu ambaye ana uwezo wa kipekee pekee, lakini yeye alisimamia ukweli. Na moja ya semi yake maarufu anasema ukweli haupaswi kuungwa mkono na watu wengi ili uwe ukweli. Alifukuzwa karibu mara 5 kwa sababu ya kusimamia ukweli, na alisema Yesu ni Mungu na ni Mungu kweli kweli. Na sisi wanadamu Mungu amejishusha akaingia kwenye ubinadamu ili mwanadamu aweze kuingia kwenye umungu. Alisimamia msimamo huo, hata maaskofu wenzake walimtenga. Miaka 17 akiwa anatengwa na wenzake kwa sababu ya kusimamia ukweli. Lakini kwenye mkutano wa Nisea wa mwaka 325 ilipotoka ile doctrine ambayo tunaitumia mpaka sasa. Manake ukikataa Yesu ni Mungu, tayari hapo unamkataa Bikira Maria kwamba sio mama wa Mungu. Yeye alisimamia pia umwilisho, kama nilivyosema kwamba Mungu ameingia kwenye binadamu ili binadamu aingie kwenye umungu. Ndugu zangu wapendwa, tunajifunza mengi sana kwa huyu. Yeye ni msimamizi na mtetezi wa watu wanaosimamia imani. Wakati mwingine unaweza usieleweke kwa sababu ya misimamo yako. Si mara zote sauti ya wengi ni ya Mungu, na wakati mwingine sauti ya mmoja ni ya Mungu. Hata Yesu akiwa pale msalabani anasema msulubishe, msulubishe. Yeye mwenyewe alikuwa ameshika ukweli. Wengine walisema msulubishe, walikuwa wengi. Na wewe usiogope kujitoa kwa wengi. Ukiwa unasimamia ukweli, hautapendwa. Unakufukuzwa. Alikimbilia jangwani kama askofu, na yeye ndiye askofu au nasema ni askofu wa kwanza aliyeainisha vitabu 27 vya Agano Jipya, ambapo mpaka sasa hivi tunasimamia msimamo huu. Yeye mwenyewe ndiye alionyesha kwamba canonically vitabu viko 27 vya Agano Jipya. Yeye ndiye alikuwa wa kwanza, na sisi tukasimamia hapo mpaka sasa. Ndugu zangu wapendwa, kutetea ukweli kuna maumivu, lakini yeye alisimamia ukweli mpaka kafa akiwa anasimamia ukweli huo. Wafalme karibu 5 walimfukuza mara kwa mara, lakini mwishoni watu wamekuja kumwelewa. Hata wale wenzake ambao walikuwa wanampiga vita walikuja kumwelewa. Hata wewe kuna watu hawakuelewi sasa hivi. Usiogope. Hauhitaji watu wakuimbie hosana ndio ujisikie vizuri. Unahitaji watu wakupongeze, yani kila unachoongea wakuchekee ndio uonekane kwamba wewe unaongea ukweli. Wewe kaa kwenye ukweli wa kimungu. Ukweli ni sasa na 1+1 hapa Tanzania. Ukienda Ulaya utakuta ni hivyo hivyo tu. Nasema truth is absolute. Truth is one. Unchanged. Haibadiliki. Kwa hiyo tuombe Mungu atusaidie tushikilie ukweli wa imani yetu. Tukae hapo kwenye imani hapo. Changamoto ziko nyingi. Mtakatifu Athanasi atuombee ili na sisi tuweze kuwa jasiri, hasa kwenye ulimwengu ambao kuna watu wanatulazimisha tuamini kitu ambacho hatupendi. Unatii kitu ambacho hata dhamiri yako inakwambia wala hata sio hivi. Lakini basi ili mambo yaende. Muombe Mungu atupe neema ya kusimama hata nje ya mstari tukijua tunasimamia ukweli. Bora upigwe kofi kwa kusema ukweli kuliko upewe zawadi kwa kusema uongo. Tujute dhambi zetu. Namuungamia Mungu Mwenyezi, kwani nimekosa
maneno, matendo, na kwa kutokutimiza wajibu nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mheri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina.